Agudin komugul ana nafasi ni akata tule ndani tapche sale champion kugin. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante. Nilikuwa nauliza hivyo ili tujikumbushe kwamba bado tuko katika kanisa, na nimefurahia sana kufika hapa. Ngawaje tumefika kama tumechelewa kidogo, kwa sababu tulikuwa kama vile Safaruk amesema, tulikuwa katika kanisa pale Kericho pamoja na viongozi wengine, lakini kupitia mwaliko ambao nilipokea kutoka kwa Profesa Bato, nikasema lazima nifike hapa siku ya leo. Kuwe kuna mvua, kuwe kuna jua, sababu yeye ni kiongozi shupavu na ni kiongozi ambaye sisi tunajivunia. Unajua, katika taifa letu la Kenya bado tunapambana na ile kitu kwa katiba. Katika katiba yetu tunaambiwa kwamba jenda yoyote haifai kuzidi zaidi ya thuluthi mbili ama 2/3 kwa lugha ya Kiingereza upande mmoja. Kwa hivyo tukipata constituency kama hii yenu ambayo wameweka uongozi katika mkono wa mama, lazima tuwashikilie mkono na tuungane pamoja na nyinyi. Na pia unajua, profesa hakuchaguliwa na akasema ati sababu mimi ni mama mnihurumie, anachapa kazi vile inafaa. Na kama vile huyu Nyakundi amesema, sio mjaje, pia ni msumbufu na anajua kufuata maneno yenu. Akikwambia tafadhali, sababu mimi najua ingawaje mimi niko kwa Senate, saa nyingine pia vitu ya Kenya huwa inafika pale kwa ofisi yangu. Ukiwa na deni ya watu wa Mumbeni, utajua Bartoni nani siku hiyo. Atapiga simu kutoka saa 12 mpaka saa 2 ufike ofisi. Kwa hivyo mimi namshukuru sana kwa sababu ni mkakamavu, anafuata maslahi yenu na anahakikisha kwamba mambo yenu iko vile inafaa. So mimi nakupongeza sana profesa kwa ile maneno ambaye vile wewe unajizatiti. Aliponieleza kwamba tutakuwa katika kanisa lake hapa nyumbani, nikaona ni vizuri tushirikiane pamoja na nyinyi ili tuweze kujenga kanisa letu. Unajua, nchi yetu ilikuwa karibu ipotezwe kidogo. Sijui kama mnakumbuka kwamba mwaka uliopita kuna kelele ilikuja mpaka ati sadaka inafanywa referendum. Ati inasemekana hatutaki kutoa matoleo katika kanisa. Na karibu tufuate. Hata sisi wote karibu tuingie kwa hiyo mtego. Ati tuseme sasa hakuna harambee kwa kanisa, hakuna maneno kama hiyo. Na ukiangalia ni watu wachache. Na mwenye anaandika hiyo maneno anaandika kwa Facebook na Twitter au kwa bar, na anatupandia vile kanisa iko. Mimi in fact niliwaambia siku moja, kama mmesema mmefunga harambee, tufunge bar. Basi sisi wote twende draw. Wakakataa kusema hapana, endeleeni na harambee yenu. Na tulikuwa karibu kufuata hiyo maneno. Ati tunasema sijui nini. Na kila mtu aliingia kwa hiyo mtego. Karibu mpaka viongozi wa kanisa. Mabishop kule Nairobi, sijui wapi, wanasema ati tunarudisha pesa. Wewe unarudisha pesa na si wewe umepewa, utarudisha kitu si yako. Hakuna pale kwa Biblia imeandikwa ati tunapea pastor ama father. Ile matoleo tunatoa, tunamtolea nani? Si Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ni broker wa aina gani unajifanya Mungu? Ati unarudishia watu pesa yao. Mimi ninajua, na mimi siongei kwa mzaha. Kama kuna kitu naelewa hata kushinda siasa, naelewa kitabu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nimelelewa na nimekuwa ndani ya kanisa. I know what I am saying and I speak with authority kwa maneno ya mchango kanisani, kwamba Biblia inatuambia kujeni na moyo ambao una shukrani na matoleo yenu. Na Mwenyezi Mungu anasema ukitoa atakuzidishia, si ati atakurudishia. Hiyo ni Biblia mpya ambayo imeandikwa na wakora wako kule Nairobi. Iko Kenya peke yake, hata haiko duniani. Kwa hivyo mimi nawaambia, vile mmekusanyana siku ya leo, tukusanyane na tujenge makanisa yetu. Na tusiaibike, tusikuwe na aibu kuhusu kanisa zetu. Let us continue building our church and not be embarrassed about our faith. We are first Christians before anything. Sisi ni Wakristo kabla ya kitu kingine chochote. Hizi kazi tuko nazo ni kwa muda tu peke yake. Ya muhimu ni kwamba kanisa ya Mwenyezi Mungu lazima iendelee ili dunia iwe sawa. Na mimi kwa hiyo upande ya kutoa, ningependa nimshukuru sana rais wetu. Sababu najua yeye ndiye alikuwa ameshambuliwa sana kwa hiyo maneno.
na alikuwa ameshambuliwa mpaka kidogo karibu waweke break. Mimi nimeshukuru kwa sababu amerudi na gia ya juu kabisa. Bwana mwambie ongezelea hapo. Kama sio Mwenyezi Mungu, William Ruto angekuwa rais katika taifa letu la Kenya. Kama sio kanisa hii ambaye anatembelea na anapatana na Wakristo wenzake ambao walisimama nao wakasaidiana kujenga makanisa, hatungekuwa na serikali hii ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo tusikubali kudanganywa. Mpaka ifike mahali ati tunaaibika katika mambo ya matoleo katika kanisa. Matoleo katika kanisa ni mambo ambayo iko katika Biblia. Na ndiposa tumefika hapa siku ya leo kupikia mwaliko huo, tumalize hii, tuende na ingine zaidi, ili tuishi vizuri hapa duniani tukingojea kwenda pale mbele. Otherwise, sina mambo mengi. Mimi nashukuru, nina furaha tumepatana na viongozi wenu hapa. Gavana pia ni rafiki yangu. Gavana koti moja. Waje siku hizi anaitwa koti moja, si moja. Kwa sababu akiulizwa anasema hapana, nilikuwa nimesema moja kila siku. Si ati moja pekee yake. Sababu hii yako naye si yenye alikuwa nayo mwezi ilipita. Lakini namshukuru sababu ni rafiki, tumekaa naye pamoja. Tatabu kitigubeta kidogo. Nikolea mnyeteji uliemka. Akingidile kabi uko yuli. Yaani imwa ingala kabisa beta saka kama Singapura wisake nyambie tu yampa ajaji. Kwa ibeta amoja wetu kongweni. Aka som anaonge testa agibagenge negitinai kukipiga apka kukipiga bemeta af Kenya poisioniki otugul kigiltige gegergele kagagai bemeta af Kenya kusir kit negiu kigunamne emoni president nebo emet af Kenya nela kweta apka onge na kokwe olegingi gojine emoni ogia go wewe neme kiteta ogia go ruske gelje kimi kityogeget kuske ogimo go name bei kinaongeza za jipi kileji chito gononge chochote mbaya kige. Lakini ngune rip abo tinji suswe abo jeje kabisa kutechi paka ngale tukul tunyalu geteshi ngune ndagida Kenya sokoni emo itosi yake tukul abule imoje emon moya ngale kabla beche kimoje koi bote bi abo mwa lo tomgolia onge nako kwe au kemoje big pesi olenji emon ba Kenya Ukigerge yani deni negi miten kuron. Ukigerge kita negi ako som fulisa, kusom mshwari, kusom tala, amwisho siku endiga, kusirta ino vista of Kenya women. Yani giyo jelo la dukun. Kinegit kialda kuron. Yani koko ya pake, uweta jod, pesi kusom fulisa, ole panen tala, kulioy, akay ngako namemet line. Nguni ngengalole kenyini 2025, kenyi si chukoche, ayin chukubendi, kuwokiwe kweme ni 2025 kwa maendeleo wakime getimene onge dale wasinkishu ni mwa kwa mwa kondoi kwa cha baganuti kibongale ka urtinwe sitime pe ne jetesta ni lepka kutomo geteste jiboka batisie mbolea kale kijangira kumwa kiwe kini mongo ijo ba gengel chang ago tukukemya chebwana lepka kominuto ai aburuto jemo ni bogenya lono Keweji kongwe damun kinge gele gite biene ngo amo ngole gutoro ulin kutos ko utieno le kaman amesi ko village agote malase maruto eta ko ingo rute je kityo maendeleo akesisi ke eno le mwen ingo wala misie ingo extime inge rebe ko ide le ka agenyor mumaro sie ago gait ka botisi ko ngo idenyo Ungegere lon kwa tisia ta ilian keweje ni sina bas pesio betu tagenge inyeleje mambo jamke keweje kongwe koraimu ananeo kwanyite ju anamauno somo jole kongwe misinge no kwege tebigi bagenge kigiljige poisionik aba kuna hakikisho lenge bongo diemeta of Kenya kogo to liepka oliep kutitab chego Kenya hagene nyoru share nenywan aba ngono leu moto Ukenyoru haki ni nyoni ongipito kigergini lion Kenya gile bas ote chagejek maendeleo chibuwane buran ara ninawezi kongoi ako yo iya kitia mwa tuten cha ubichwe Kiingereza chulile pi ele bago kura sister zina babuchis au bago tunune na sister akiche so mimi nashukuru kwa sababu tumekaribishwa hapo Asingishu naungana na viongozi wenzangu
kuwarudishia shukrani wa Kenya wale wamemkaribisha rais katika ziara yake ya maendeleo, haswa wiki hii alipokuwa kule katika eneo la Mount Kenya. Unajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mingi sana. Rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Ninyi mliona TV, rais alikaribishwa au kukaribishwa? Si tunasema asante kwa ndugu zetu wa Mount Kenya, na tunawaambia tuzidi kukaa pamoja hivyo. Hiyo ndio Kenya ambaye tunataka. Wajana na hiyo Kenya ambaye ule mwingine mtu muongo wa fitina na maneno mbaya anaendesha. Na unajua baya yake, sisi ndio tulikuwa walimu wake. Anajaribu kutumia ile ukora yenye tulimfundisha ati kutumia kwetu sisi. Unajua hiyo lugha anaongea, sisi ndio tulikuwa tunamfundisha na mwambia basi enda sema hivi. Uhuru Kenyatta akaogopa mpaka kuenda Mount Kenya. Sasa wewe unachukua ile script mwalimu akufunza, unataka kutisha nayo William Ruto ambaye alikufundisha. Wewe fanya hesabu ya juu bana. Wacha kuwa mtu rejareja na hesabu ya juu kali. Ile script anajaribu kuimplement. Sisi wenyewe ndio walimu wa hiyo script. Wao huwezi kutufundisha na vitisho yako nusu. Mimi nashukuru na naomba Wakenya wote kwamba tuzidi kukaa, tuwe nchi ambaye tunapendana sisi wote. Tuwe nchi ambaye taifa ambaye si lazima ati sehemu nyingine ikose ndio nyingine ipate. It is possible to have a country where every corner of the country is thriving and no part of the country has to lose for another one to gain. As we sit here today, we have representation from Kenyans of all walks of life who are proud and happy that for the first time we have a president who is taking development to every corner of the country without discrimination. Ukipata watu wa Nyanza wanasema asante rais kwa kutupanga. Upate watu wa Western wanasema asante kwa kutuamshia viwanda vyetu vya miwa na uchumi wetu ambao umekuwa. Ukikuja hapa Rift Valley tunashukuru kwa barabara, mbolea. Ametoka Western Coast wanashukuru kwa maneno yao. Hiyo ndio kazi ya rais wa taifa la Kenya. Kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha kwamba wamekaa na taifa ambaye inafurahia. Sio Kenya ambaye kuna migawanyiko ya ukabila, ya chuki, ya fitina, ya propaganda. Mimi namshukuru Mheshimiwa Rais kwa vile anaendelea kuunganisha taifa na kuhakikisha kwamba tuko na nchi ambaye kila Mkenya anajihisi kwamba ako ndani yake. Unafikiri kama rais angepanga maneno vizuri, tungekuwa hapa leo na hao kina Hassan Matani? Huyu Gaucho mtu ya kutembea na sufuria kwa kichwa angekaa hapa leo? Singekuwa ameleta fujo. Lakini leo wanafuraha na mimi naona wanashukuru na wanasema this is what we wanted. Tulitaka tu Kenya ambaye kila mtu anajivunia, ambaye kila mtu anasikia hii ni taifa letu. It doesn't matter who is president. That is a country that we wanted. Na hiyo ndio ilitukosanisha na yule mtu wa fitina. Na kushukuru sana Mutuse. Wewe hata kama unashambuliwa, you will go down in history. Huyu mtu, when the history of Kenya is written and it is said who killed tribalism in Kenya, it will be said the man called Mwengi Mutuse from Kibwezi destroyed tribalism. Wakati tulimpeach ule mtu. I have never regretted the decision to impeach Rigathi Gachagua because I know the going down of Rigathi is the going down of one of the most difficult evils that Kenya has faced since independence. The evil of tribalism ambayo ilikuwa karibu kumaliza taifa letu la Kenya. Unajua watu wanasahau kwamba miaka iliyopita, are you people forgetting that in 2007 we almost lost our country kwa maneno ya post-election violence. Then unapata mtu anaenda juu, anakuwa naibu wa rais, na akisimama kila saa, watu yetu, watu ya kona fulani, sijui uziguze wapi, uzifanye nini. Maneno ya upuzi kabisa. Na ndio mimi nafurahia huyu Mwengi Mutuse wakati alileta mswada katika bunge na kusema huyu mtu hafai kuwa kiongozi katika Kenya. Bunge ya Kenya mzima. Na isisemekane nilikuwa naona juzi anasema ati William Ruto ndiye alipanga jambo. Ukifukuzwa na 90% of National Assembly na 95% of Senate, surely 95%, yani Kenya mzima 95%, bado hata pale unatoka nyumbani. Wengi wa viongozi, there were more leaders who supported the impeachment from Mount Kenya other than any other region because they knew this is not the representation of the kind of leadership tunataka. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, ninasema tukae hivyo tufurahie Kenya yetu vile tunavyoitaka. Sitaki kusema zaidi ya hapo sababu najua Faruk naye ukiongea mingi anaongeza bei. Anasema huyu mtu akiongea mambo mingi leo zina pesa mingi, kwa hivyo ndio napima ile maneno ile dictator jiji
Oger ko lasu puje ore chitaneta. Oro kabisa. Ni mwachile ne kurengeza agoto mkutujoza kui lakini kurengeza. Imare raisi galeki. So baru na boss galeki kwa sababu mambo jipo jaka kuzitia. Profesa, asante sana. PS wetu ambaye tunajivunia kazi yetu. Ibanga tunalega passport ipo chula eneme tatema kwa yande kewe kini kurugwe. Ama muone hapo tunalejwe CBC tumoje kujiona. Kujule ana majule. Kujule ngaleja kwa CBC ngaleja kelele na bo taalamu eta kwa shughuli stage au mawibuji anga mekeja. But mimi nina imani kwamba huyu profesa wetu atahakikisha kabisa kwamba mambo yote katika serikali imeenda vizuri. Asanteni sana yawe ulipoke licho halenji nabi. Aga tuwage. Basa hivu kwa wakati kakipenda oti atsi ne reverend agene kakimi tuwan kanisa. Reverend nebo kanisa itapea si. Unulieka kivule Reverend Maroni. Wacha wetu kutoka hapo Mheshimiwa Faruk sababu najua masaa imeenda. Kakimi tuwan kanisa itapea si. Otherwise kongwe missing Boberu wachoba galego limbo sigis au wale baba timo. Akalenji uando kueje kana ine kwa sigis